Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba wa neema na rehema, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye upendo na huruma na fadhili, katika jina la Yesu Kristo, asante tena kwa siku hii, asante tena kwa wakati huu, asante tena kwa ajili ya fadhili zako na kwa ajili ya uaminifu wako. Lihimidiwe jina lako, lisifiwe milele, kwa kuwa limetenda, linatenda, litatenda. Asante kwamba unafadhili, una rehema na una neema. Ninaomba ukatusamehe, ukaturehemu. Ninaomba fadhili zako na huruma zako zikawe nasi tena katika muda huu mzuri kwa ajili ya neno lako la uzima, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Mungu akubariki, Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili, akujaze neema na nguvu na uwezo, akupe kuendelea kuona tena furaha, amani na ushindi katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu ni uzima, lina nguvu, tena linaponya, tena linaokoa, tena linabariki, tena linawisha. Karibu ulipokea hili neno ambalo litaendelea kuyajenga maisha yako, kubariki maisha yako siku zote. Neno la Mungu ni katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ni ile ya pili. Sura ni ile ya pili. Nitaanzia mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati, sura ya pili, moja, anasema, ndipo tukageuka, tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyoniambia Bwana. Tukawa tukizunguka mlima wa Seiri siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mlivyo uzunguka mlima huu yatosha, geukeni upande wa kaskazini. Mlivyo uzunguka mlima huu yatosha, geukeni upande wa kaskazini. Nawe waagize watu, waambie, mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu. Wana wa watu waambie, mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu, wala ndugu zenu wana wa Esau waketio Seiri, nao watawaogopa. Basi jiangalieni nafsi zenu sana. Amina. Bwana Mungu akubariki. Bwana Mungu akubariki. Umezunguka mlima fulani kwa muda mrefu, na sasa Bwana anasema kwamba ni muda wako sasa wa kugeuka. Geuka katika njia ya Bwana, uigeukie njia ya Bwana. Geuka umwelekee Bwana, ambaye kwa yeye atakuelekeza njia utakayoendea. Mgeukie Bwana na kuitazama njia nyingine. Njia ya kuchosha inaondolewa, mateso na vifungo vinaondolewa. Wana wa Israeli au taifa hili au watakatifu wa Bwana walifika mahali na walikosea. Ukisoma sura ya nyuma, mistari ile ya 41, 41, 42, 43 pale, inaonyesha vile ambavyo waliacha kusikiliza sauti ya Mungu. Inaonyesha vile ambavyo Mungu aliacha kuwasikia kwa sababu waliacha kutii, waliacha kwenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mungu akawaacha. Lakini Mungu anaendelea kuhurumia. Mungu ni wa huruma. Mungu ni wa huruma. Anawahurumia. Anaona mateso waliokuwa nayo. Anaona jinsi ambavyo wamezunguka kwa muda mrefu, wameteseka kwa muda mrefu. Sasa anawarudia kuambia, sasa kwa jinsi mlivyozunguka kwa muda mrefu katika mlima huu, sasa yatosha. Kwa jinsi mlivyozunguka kwa muda mrefu, sasa yatosha. Sasa yatosha. Anawaambia, geukeni, kwa kuwa sasa imetosha. Geukeni, niwaonyeshe upande mwingine, njia nyingine, mwelekeo mwingine. Mungu ana upande wa pili. Mungu ana upande wa pili. Ana upande mwingine na mwingine na mwingine. Maisha yanapokuwa magumu, safari inapokuwa ngumu, mateso, makandamizo yanapoendelea, Mungu ana mpango mwingine. Mungu ana njia nyingine ya kusaidia. Na Mungu ni wa huruma na wa rehema. Anawahurumia watu wake ambao wamezunguka muda mrefu. Anasema, Musa anasema hapa, mtumishi wa Bwana hapa anasema, tukawa tukizunguka mlima wa Seiri siku nyingi. Tukawa tukizunguka mlima wa Seiri siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mlivyozunguka mlima huu yatosha, geukeni upande mwingine unaoitwa upande wa kaskazini. Wakaambiwa,
Mungu akawatazama na kuambia, sasa imetosha, imetosha, mmeteseka. Mungu atakutazama na kuhurumia. Cha msingi, tii sheria zake na maagizo yake, uwe mwenye kuipenda sheria ya Bwana. Na ndipo anasema atakugeukia wewe, akugeuze kuelekea njia nyingine. Kuna watu ambao wamekaa muda mrefu kwenye mzunguko, muda mrefu wamezungushwa, maisha yao yamezungushwa, nenda rudi, nenda rudi, kwenye kudai haki, kwenye kupata mafanikio, kwenye kujibiwa, kwenye kupokea. Kuna watu ambao muda mrefu wamezunguka kwenye jambo. Inawezekana wewe kuna jambo limekuzungusha muda mrefu. Inawezekana kuna mtu amekuzungusha muda mrefu hataki kukupa haki yako. Inawezekana kuna njia ulichagua mwenyewe, hiyo njia imekutesa, inakuumiza. Mungu anasema geuka, alafu angalia upande wa Bwana. Geuka, angalia upande wa Bwana. Acha kuangalia upande wa dunia sasa. Acha kuangalia upande wa wanadamu sasa. Acha kuangalia upande wa dunia sasa. Geuka, tazama upande mwingine wa Bwana. Bwana ana upande mwingine ambao huo upande ukiutazama, njia yako, mambo yako, mwenendo wako, safari yako itakuwa nyepesi, itakuwa nzuri, utafika salama, na Mungu atatukuzwa na wewe, maisha yako na nafsini mwako. Utajikuta mambo yamegeuka, yamebadilika, utastawi na kuongezeka. Geuka. Inawezekana unatenda uovu na dhambi imekulemea na imekutesa muda mrefu. Umezunguka hapo na dhambi, umezunguka miaka mingi. Inawezekana unaenda kanisani lakini unazunguka na nguvu za adui. Inawezekana unaenda lakini bado uko kwenye kifungo. Unamwamini Yesu lakini bado unaitwa ni kama ni mtumwa wa dhambi au ni mtumwa wa dunia. Kuna jambo bado limekandamiza maisha yako. Sasa yatosha. Sasa yatosha. Sema sasa yatosha. Bwana, nahitaji kuelekea katika njia nyingine. Natamani kutazama upande mwingine, upande wa Bwana. Natamani kutazama upande wako Bwana. Nitoke kwenye upande huu ambao ni wa mateso na maumivu. Nahitaji kuelekea upande mwingine. Akawaambia, mtapita katika njia mahali pa ndugu zenu, mtapita katika mpaka wenu, mtapita mahali pa nchi yao. Na anasema wao watawaogopa. Anasema wao watawaogopa. Wao watawaogopa. Mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu, wana wa Esau waketio Seiri, nao watawaogopa. Basi jiangalieni nafsi zenu sana. Jiangalieni nafsi zenu sana. Unapogeuzwa, unapoelekea upande mwingine, Mungu anapokutoa mahali pagumu ulipokuwa umezunguka muda mrefu, Mungu anapokuokoa, anapokuponya, neema ya Mungu inapokujilia, uwe makini sasa. Kwa jambo lingine tunalipata hapa, kuwa makini. Kuwa makini unapokuwa sasa Mungu amekutoa na anakuelekeza na unaelekea kwenye ushindi wako, kwenye salama yako. Umetoka pale ulipokuwa umezongwa na fungwa. Sasa unatakiwa kuwa makini, kwa sababu usipokuwa makini, wako ambao wanaweza wakakuharibia safari yako. Wako ambao wanaweza wakafanya uharibifu kwenye maisha yako. Wako ambao wana mitego. Wako ambao walikuwa wanataka waone umekwisha, umemalizika, umeharibikiwa, umeaibika, lakini sasa Mungu amekuhurumia. Kuna dhambi, kuna teso, kuna shida, kuna jambo limekuzungusha muda mrefu, una uhitaji wa muda mrefu, lakini hujafanikiwa kupata. Sasa Mungu ana sauti, Mungu ana hatua nyingine ambayo anamjia mtu wake na kumwambia, sasa yatosha. Geuka sasa, imetosha mateso yako. Geukia upande mwingine, geukia njia nyingine. Nami namuomba Jehova Bwana akutazame kwa huruma sasa na akupe kugeukia upande mwingine. Nawe mwambie, Bwana, nahitaji kugeuka upande wako. Nisiendelee na kuangalia upande wangu. Nisigeukie upande wa wanadamu, nisigeukie upande wa dunia, nisigeukie upande wa shetani, nisigeukie upande wa mateso, nisigeukie upande unaopoteza, bali katika upande ambao ni hakika nitakaa salama, nitafunguliwa, nitainuliwa. Mwambie, Bwana, nahitaji kuangalia upande mwingine, nahitaji kuendea upande mwingine, upande ulio salama,
upande ambao kwa huo nitafika safari yangu. Sitakwama njiani, sitaanguka njiani, sitashindwa njiani, sitaishia njiani. Sema nakataa kuishia njiani, sema nakataa kuendelea kuzunguka. Inawezekana umezunguka muda mrefu, unatafuta watoto, unatafuta mke, unatafuta mume, unatafuta kazi, unatafuta amani, unatafuta furaha ya moyo, lakini muda mrefu haujaipata. Sasa yatosha. Bwana akuangalie maombi yako, ng'ang'ana kuomba kwamba Baba, sasa yatosha. Nimezunguka muda mrefu, nimeteswa na kuteseka. Sasa Bwana yatosha. Mateso haya basi, huzuni hii basi, machozi haya basi, kelele hizi basi, hali ya dhambi basi, uovu ni basi sasa. Sasa Bwana yatosha. Naomba niongoze niweze kugeukia upande wa Bwana, upande wako Jehova. Nisiendelee na upande huu niliokuwa nao, kwa sababu huu unanipotezea muda. Vitu vimeharibika, faida sijapata, ni hasara. Biashara imekuzungusha muda mrefu katika hali ya hasara na kuharibikiwa na shida na taabu. Sasa yatosha. Mwambie Bwana, neno lako lasema sasa yatosha. Mwambie Bwana, unisemeshe. Naomba sauti yako, naomba Bwana ukanisaidie ili nielekee katika mapenzi na katika njia yako, katika jina la Yesu. Jambo lilokutesa muda mrefu, iwe ni dhambi, iwe ni mambo mabaya, iwe ni wachawi au waganga, iwe ni majini, mapepo, iwe ni ugonjwa, iwe ni nguvu zozote au ni mtu, ni watu. Sasa mwambie Bwana, natamani kuona tena upande mwingine. Natamani kugeuka sasa, nielekee katika upande wako Bwana, nielekee katika njia yako. Nivute kwako Bwana, mwambie nivute kwako, mwambie nivute kwako. Unitoe katika kupotea, uniondoe katika namna ile ya mateso na mzunguko wa muda mrefu. Umezunguka mlima wa muda mrefu. Kuna mlima pengine umezunguka, hujaona mlima, lakini liko jambo ambalo limekuwa ni sawa na mlima, kwa sababu umeshindwa kupita, umeshindwa kuvuka, umeshindwa kuendelea. Umekaa muda mrefu hapo, maanake ni mlima ambao umekuwa ukizunguka, umeshindwa kupanda, umeshindwa kupita, umebaki katika kuzungushwa hapo hapo. Kwa jina la Yesu sasa ninaomba. Tunaingia maombi kushukuru kwa neno hili na kusema kwa jina la Yesu, toka kwenye huo mlima ambao sasa umezuka mrefu. Toka kwenye hilo jambo lililozungusha maisha yako muda mrefu. Wewe mwanafunzi, wewe kijana, wewe dada, wewe kaka, wewe baba, wewe mama, kwa jina la Yesu, kwenye hiyo ndoa, kwenye ujana wako, kwenye mipango yako ya kwenda kwenye ndoa, kwa mahitaji yako ulio nayo, sasa kwa jina la Yesu ninaamuru hizo kazi za giza na mipango ya giza na ipiga kwa jina la Yesu. Nguvu zungusha muda mrefu na zikemea. Hiyo mamlaka iliyokufanya uzunguke na kusita na kuteseka, katika jina la Yesu naamuru ikabomoke sasa na kuvunjika, ikaharibike sasa katika jina la Yesu. Baba, naomba uponyaji na nguvu zako ziwainue watu wako. Huyu mtu ambaye yuko muda mrefu, jambo hili ametembea nalo muda mrefu, liko jambo limemtesa muda mrefu moyoni mwake, akilini mwake, mwilini mwake, maishani mwake. Naomba uweza wa kimbingu uwasaidie watu wako, utusaidie. Kuna mahali tumezunguka muda mrefu, tumeshindwa kuacha, tumeshindwa kutekeleza, tumeshindwa kufanikiwa, tumeshindwa kuendelea. Yesu, naomba mkono wako ukainue watu wako na kuwatoa hapo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amini kwa Bwana sasa, na nguvu za Roho Mtakatifu ziwe nawe. Endeleza pia maombi hayo wakati mwingine, yaendeleze kwa imani kwa neno la Mungu katika Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 1 mpaka ule wa 4. Basi nami mtumishi wa Bwana naamuru sasa, nenda kwa njia nyingine sasa. Bwana akugeuzie, akuangazishie nuru. Na wewe sasa geuka, mwambie Bwana kutazama wewe. Na inua macho yangu kwako, sina pengine pa kutazama, sina upande mwingine wa kuangalia. Naomba kuona upande wako Bwana. Upande wa Bwana una raha, una amani, una nguvu, una nchi ya asali na maziwa. Upande wa Bwana una mahali salama, una mahali pa baraka na kufurahia, una mahali pa uzima na amani ya kutosha. Mahali pa Bwana, upande wa Bwana ni upande ambapo Bwana yupo. Kuna upande ambapo Bwana hayupo, kuna upande Bwana yupo. Tunahitaji kwenda kwenye upande ambao Bwana yupo. Geuka, acha upande ambao Bwana yupo, nenda upande ambao Bwana yupo. Simama upande ambao Bwana Yesu Kristo yupo. Katika huo upande anasema utapita na watu wataogopa, na ndipo anasema kuwa makini, chukua tahadhari. Bwana akupe nguvu mpya. Naomba Baba, tujalie kutazama upande wa kwako, tusitazame upande wetu wala wanadamu.
Bwana Mungu Mwokozi, naomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki na kukujalia nguvu na uwezo, na macho yako yatazame upande wa Bwana Yesu sasa, siku zote katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki. Karibu tena wakati mwingine. Karibu, na kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel hii. Kumbuka kushare na kulike. YouTube hii inapatikana kwa jina la Eli Mlinzi Mbise. Karibu sana, subscribe kama hujafanya hivyo. Karibu sana, na Bwana Yesu awe pamoja na wewe. Lakini pia karibu, endelea kutuombea na safari tulionayo mwezi wa 10 ya kuelekea vijiji kwa vijiji kuhubiri Injili. Karibu, shiriki kwa namna zote kutuombea, kwa mali zako, kwa sadaka zako, kwa sababu ni huduma kubwa yenye gharama kubwa za fedha kuzunguka huku na huku. Fedha ni nyingi. Karibu, na Mungu akubariki sana vile ambavyo unaenda kuwa tayari kufanya. Namba ambayo unaweza ukaitumia, namba ni 0787 62 75 91. Nairudia tena namba hiyo ya Airtel. Namba ya Airtel ni 0787 62 75 91. Namba ya Vodacom ni 0762 282 au niseme ni 282 alafu 439, kwa maana ya 439. Mungu wa baraka zote na neema akujaze uwezo na nguvu. Tembea katika nguvu na kutazama upande wa Bwana, usitazame upande wa watu wala kitu kingine. Amina.